Ahbabi wa ikhwani fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabarakahu wa taala na kumtakia ziada ya rehma kipenzi chake na mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nitumie tena fursa hii kuhusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allahu tabarakahu wa taala. Kadhalika nitumie fursa hii kukukaribisha ndugu zangu katika mfululizo wa darasa zetu hizi ambazo zinakwenda na anwani ya nguzo za Uislamu, na tumuombe Allah tabaraka wa taala tutilie wepesi wa kuyashika na kuyatendea kazi yote tunayoendelea kukumbushana kupitia mfululizo wa darasa hizi inshallah. Leo tutaanza na nguzo nyingine miongoni katika nguzo za Uislamu, moja katika nguzo muhimu sana katika dini ambayo ni nguzo ya kusimamisha swala, ambapo katika kipengele hiki tutajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na swala. Tutajifunza maana ya swala, lengo lake, sharti na nguzo zake pamoja na sunna zake. Tutajifunza pia namna ya kuswali kama alivyoswali Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyakati za swala ya aljumaa pamoja na swala nyingine kadha wa kadha kadri tutakapojaliwa tawfiki na Allah tabaraka wa taala inshallah. Katika kuonyesha umuhimu wa kusimamisha swala, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema swala ndiyo nguzo kubwa ya dini ya Uislamu. Mwenye kuisimamisha swala amesimamisha dini, na mwenye kuiacha swala ameivunja dini. Na katika hadithi nyingine iliyosimuliwa na Jabir radhiyallahu anhu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema tofauti yetu sisi Waislamu na ukafiri ni kuacha swala. Kutokana na hadithi hizi tunajifunza kuwa mtu yoyote ambaye hasimamishi swala, hata kama atajiita Muislamu, itabakia tu kwenye maneno yake pekee, kwa maana ya kwamba ataendelea kuwa Muislamu jina, ila hali anaendelea kuyakanusha maamrisho ya dini ya Kiislamu. Inakuwaje hivyo? Inakuwa hivyo kwa sababu amekanusha amri ya Allah tabaraka wa taala iliyo wazi kama inavyobainika katika aya mbalimbali za Qur'ani, pale Allah tabaraka wa taala anaposema katika Qur'ani sura ya 14 aya ya 31, qul li'ibadi alladhina amanu yuqimu swala, waambie waja wangu walioamini wasimamishe swala. Fa aqimu swala inna swalawati kanati ala almu'minina kitaban mawquta, basi simamisheni swala, kwa hakika swala kwa waumini ni faradhi iliyowekewa nyakati mahususi. Bila shaka ndugu zangu, swala imepewa umuhimu mkubwa kiasi cha kufanywa nguzo kubwa ya Uislamu kutokana na lengo lake. Lengo la swala ni lipi? Lengo la swala
limebainishwa katika Qur'an sura ya 29 aya ya 45 ambayo inasema, soma ulioletewa wahi katika kitabu na usimamishe swala. Bila shaka swala ikiswaliwa vilivyo humzuilia mwenye kuswali na mambo machafu na maovu, na kwa yakini kumbuko la Mwenyezi Mungu lililomo ndani ya swala ni jambo kubwa kabisa la kumzuilia mtu na mabaya, na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyatenda. Kutokana na haya hii tunajifunza kuwa lengo la kusimamisha swala ni kumtakasa mja na mambo machafu na maovu. Kwa maana nyingine tunajifunza kuwa swala ikisimamishwa vilivyo humfanya msimamishaji awe mtu mwema mwenye kutakasika na mambo machafu na maovu, na mwenye kuendea kila kipengele chake cha maisha kwa kumtii Allah tabaraka wa taala. Labda tujiulize swali, ni nguvu gani au ni msukumo gani uliomo katika swala unaomfanya mwenye kuswali atakasike na maovu na awe na tabia njema anayoiridhia Allah tabaraka wa taala? Ndugu zangu, nguvu inayoleta mabadiliko haya makubwa katika tabia na utendaji wa muumini ni lile kumbuko la Allah tabaraka wa taala lililomo ndani ya swala. Kwa hiyo lengo hili la swala litapatikana tu pale ambapo mwenye kuswali atakapokuwa na mazingatio na kumkumbuka Allah tabaraka wa taala katika kila hatua ya swala. Tunaanza kutafsiri maana ya swala katika namna mbili. Tafsiri ya kwanza ya kilugha na ya pili ya kisheria. Kwenye lugha ya Kiarabu neno swalat lina maana ya ombi au dua. Katika Qur'ani tunaamrishwa kumsalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maana ya kumwombea dua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sura ya 33 aya 56 ambayo inasema, inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihim wa sallim taslima. Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamswalia mtume, yani wanamtakia rehma, basi enyi mlioamini mswalieni kwa maana ya kumuombea au mtakieni mtume rehma na muombeeni amani. Ama katika sheria ya Kiislamu, swalati ni maombi maalum kwa Allah tabaraka wa taala yanayofanywa kwa kufuata utaratibu maalum uliowekwa na Allah tabaraka wa taala na kufundishwa na kwa matendo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika maombi haya maalum, mwili mzima husika katika maombi haya kwa kusimama, kurukuu, kuitidali, kusujudu, kukaa na kuzingatia yale yote anayosema katika kuleta maombi haya kwa maana ya yule anayeswali. Baada ya kuona maana na lengo la swala kwa kuzingatia ushahidi wa aya na hadithi, basi twende kwenye kipengele kingine muhimu sana cha kusimamisha swala. Ni nini maana ya kusimamisha swala? Kusimamisha swala, ndugu zangu, ni tofauti na kuswali. Lazima tutofautishe. Kuswali ni kufanya vitendo vya swala kama vile kusimama, kurukuu, kuitidali, kusujudu na kadhalika na kadhalika. Lakini kusimamisha swala ni kuitekeleza swala kwa kuchunga na kutekeleza kwa ukamilifu yale yote yanayohusu swala kama vile sharti zote za swala, nguzo zote za swala, pamoja na kuwa na khushui au unyenyekevu wakati wote wa kutekeleza sharti na nguzo za swala. Kwa hiyo kama mtu ataswali bila ya kuzingatia na kutekeleza kwa ukamilifu mambo haya matatu, ataonekana kuwa kaswali lakini atakuwa hajasimamisha swala. Kwa hiyo atastahili kuadhibiwa vikali na Mola wake, kama tunavyojifunza katika Qur'ani sura ya 107 aya ya 4 hadi ya 6. Nasema Qur'an, fawailul lil musallin, basi adhabu kali itawathibitikia wanaoswali, alladhina hum an salatihim saun, ambao wanayapuuza maamrisho ya swala zao, alladhina hum yuraun, ambao hufanya ria. Kupuuza swala, ndugu zangu, ni pamoja na kutotekeleza ipasavyo sharti za swala, nguzo za swala
na kutokuwa na unyenyekevu wakati wa kutekeleza sharti na nguzo za swala. Kwa hiyo swala inayokubalika mbele ya Allahu tabaraka wa taala ni ile iliyosimamishwa kama tunavyojifunza katika aya mbalimbali za Qur'ani. Anasema Allah tabaraka wa taala, qad aflah mu'minun, hakika wamefuzu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao katika swala zao ni wanyenyekevu. Katika sura nyingine, sura 23 aya ya 9, Mwenyezi Mungu anasema walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na ambao swala zao wanazihifadhi. Kuhifadhi swala, ndugu zangu, ni pamoja na kutekeleza kwa ukamilifu sharti na nguzo zote za swala. Sasa ni zipi hizo sharti na nguzo za swala tunazotakiwa kuzitekeleza kwa ukamilifu na unyenyekevu? Inshallah katika darasa inayofuatia tutaanza kuangalia sharti za swala, kisha baadaye tutaendelea na nguzo zake. Tumwombe Allah tabaraka wa taala tutilie wepesi wa kuendelea kufuatilia darasa hizi pamoja na kuyashika yote tutakayoendelea kujifunza kupitia mfululizo wa darasa hizi inshallah. Allahumma ja'alni muqima salawati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'ana rabbana firli wa liwalidayya wa lilmu'minati yawma yaqumul hisaba rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana asrif 'anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana faqina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.